Bwana Yesu asifiwe, mpendwa katika Bwana. Jumapili ya leo napenda nikualike kwenye ibada. Yes, karibu ibadani. Sio lazima uje kanisani kwangu, lakini kule ambapo unaweza kufika, tafadhali fika. Kuna wengine wengi ambao walitamani kuunganika na wenzao, lakini kutokana na mazingira hawakuweza. I understand, utasema naangalia ibada online. Lakini ibada online ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watu ambao hawawezi kufikia makanisa, wengine wapo nje ya nchi, wanatamani kuangalia wachungaji wao, wengine hawana makanisa ya kuabudu, wengine wapo vitani, Kuna factor mbalimbali ambazo zinaweza zikamfanya mtu asiende kanisani, lakini wengine ni hali ya ugonjwa. Well, I don't blame you. Kuna muda unaweza ukaamka vibaya, unatamani ukae uangalie ibada nyumbani. Lakini naongea na wewe ambaye ndiye tabia yako. Yaani wewe ibada ni online. Kanisani ni daladala away. Kanisani ni bodaboda away. Kanisani it's just a distance away. Lakini unasema mimi sitaki socialize. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alienda China. Yaani usitegemee nitasema Iraki, Uarabuni, alienda China. China Ukristo ni marufuku, wanakatazwa with all that population. Kwa alivyoenda pale alikuwa na semina tena ya siri. Akawaambia waandike mahitaji yao. Awaombee Mungu awafanyie muujiza katika mambo mbalimbali. Anasema alivyofika ofisini wakati anasoma zile bahasha, anasema 90% walikuwa na ombi moja tu. Hawaombi nyumba, hawaombi magari, hawaombi fedha, lakini wanaomba siku moja wawe uhuru kukutanika kama mimi na wewe. Siku moja wawe huru kumwabudu Mungu kwa uhuru kama mimi na wewe. Wamechoka kujificha, hawataki kuabudu online, wanataka kukutanika. Wewe uliyepewa nafasi ya kukutanika, alafu you choose otherwise. Well, this is a reminder. God loves you very much. See you at the church.